Mzee Msumi, habari yako? Habari heri tu. Uko vizuri? Namshukuru Mungu bwana. Hali ya hewa ya Zanzibar unaionaje kuelekea dabi ya Kariakoo? Bali ni shwari, upepo sio mwanana unapepea. Hata joto leo limetulia. Ina maana kuna dalili kwamba wananchi wana jambo lao. Wananchi wana misemo yao. Wana misemo ya nahau, wana misemo ya methali. Zote zinapatikana uwanjani. Misemo gani ambayo leo mnaenda nayo nyinyi wananchi? Msemo gani mnaubeba leo? Mmoja tu. Kila mtu anashinda cha kwake. Tukutana kwenye hesabu. Hesabu gani hizo? Sasa kula chakula, kama mtu anamega kwa mkono wake. Kwa hata basi atakashiba mimi nimeshiba. Sasa baada ya miezi tarehe zinapangwa, siku sasa bakia masaa. Lakini ifahamike kwamba kichotota hapa sisi ni mabingwa. Kwa sisi ni mabingwa, ili tuendelee kuwa mabingwa lazima tutetee ubingwa wetu. Na ili tutetee ubingwa wetu ina maana hatumchagui wa kumwacha salama. Ili tuwe mabingwa timu zote tuzifunge. Ili ndio tuwe mabingwa. Na ndio maana tuna mechi chache tunapiga mzigo mkubwa, tuna magoli kibao, tumetulia. Mali kwa anapiga kelele pale pana baridi, niliwaambia ukitaka kwenda Kilimanjaro kitangala nalo utakuwa pesa. Sasa wewe utakwenda Kilimanjaro, mimi napitia Morogoro. Utakuwa kidogo hapo umeleta usumbufu. Sasa kweli Morogoro milima ipo, lakini sio usahihi wake. Sasa na ili tuwe mabingwa wazito wakande. Kwa hiyo leo zamu yake ni ili muwe bingwa lazima mwakande. Na maana tukiwakanda hawa sasa safari ya Singida imeanza. Hapo mwandishi kazi yenu kutunza takwimu na kutoa hesabu. Nani ana pointi kadhaa, nani ana magoli kadhaa, nani kafunga kadhaa, nani kafunga kadhaa. Baada ya kumkana. Hiyo ndio jukumu nyinyi watu wa habari. Kwa sababu nyinyi ndio kioo cha jamii, taarifa zinafika wewe. Lakini pia ni washukuru hata wale wengine nao waliofanya kazi nzuri kwa Tanzania. Kurusha uchafu uliouona. Kuna watu wazima mmekuwa kama watu wadogo wanaoga hadharani, wengine wanavua nguo, wengine wanachimba. Hizo shamba la miogo. Umeelewa Watu walikuwa wanachimba. Si kuna mitandao inaonekana. Sio ya Msumi lakini sisi tunajua AI. Mitandao ya nani bana? Unajua dunia kivuvu sasa hivi. Sawa. Ukifanya jambo tu, alafu uwanja huu muelewe una kamera kila sehemu. Uwanja wa kileo. Kile utakao utaanikwa tu. Sawa. Hilo lakini tuachie. Huo ndio tamaduni yao, hawakuanza leo wala jana. Na ndio maana hata South Africa wakapigwa fainali waliwasha moto uwanjani. Sasa uwanja mpira wewe unakwenda kuwasha moto na kuchemsha maharage. Haya tusu. Lakini kubwa ni waombe wapenda mpira. Baada kupata futuru tuje tujaze uwanja tuangalie burudani ile tuleta. Kesho Mungu akitupenda salamu basi tu tena kwenye vyombo tulize zetu bara kuendelea na maisha. Nakiamini kikosi chenu kwa asilimia ngapi? Wapo wakina Depo ambao tayari wameshaonyesha makucha yao kwamba muda wote Depo analitaka goli. Tunasema kwa timu yangu sio Depo tu, yoyote atakayevaa jezi ya Yanga atafanya kazi yake. Yaani yoyote yule. Ndio maana nikatoa mfano. Hawa walisema alipoondoka Mayele, wamekwisha. Mayele kaondoka. Sawa. Kaondoka Azim. Wamekwisha. Sasa Yanga si mchezaji mmoja mmoja. Yanga ni timu ni maana ushirikiano. Ndio maana hata kanuni za mpira wachezaji wakiwa 7 mechi inachezwa. Ila wakiwa 6 haichezwi. Sasa na Yanga naamini kwamba hao kwa 6 wale 11 watakuwepo na wale wa sub bench watakuwepo. Shaka iko wapi? Hatuna shaka kwa hiyo. Hamhofi chochote. Hatuhofi chochote. Wamesema hawezi kukubali mara 7. Kwa hizo mara 6 wapi walisema wamekubali. Kwamba sasa tupigeni. Kwanza hawajakubali. Basi hata ugomvi mbabe wake yeye ndio atakayeamua. Kama ni muziki yeye ndio ataamua aende na biti ipi. Leo sio wewe. Kama wakubali tuonekana kwenye pichi na wakikubali watalalamika kwenye pichi. Maana hawa maneno hawaishiwi bwana. Hata Masaibu ile kabla kupigwa tena akasema hasa mpira gani? Sio tuletea mpira ule unakimbia unafunga tu unakimbia unafunga. Sasa hii ni fursa na uhuru wa Mtanzania kusema ya kwake, kauli yake, kwa sababu ingekuwa tunalipia TRA kila mtu maneno angechagua. Lakini ni sema la mwisho kwa wapenda michezo, akiba sio pesa tu, hata maneno mengine waoneka akiba, wasisema wanapitiliza. Na ndio maana wazee wenyewe kama madau ya kishenzi haistahili. Na nyinyi mnajiamini sana. Binadamu yote sifa ya kwanza mjiamini. Yule misimamo yako. Nadhani hata unajiamini. Kwa na mimi ni mama lakini niamua kusomea kufanya uandishi wa habari. Na katika misafara yako wengi unafuatana na wanaume, si ndio? Lakini unajiamini mimi ni mama natimiza majukumu yangu.
sababu unajitambua hadhi yako ya utu. Umeelewa? Maana hapo kuna vitu watu wanachanganya, kuna binadamu na mtu. Sasa tukenda kwenye binadamu maumbile, hata mtoto mdogo ni binadamu. Ndio maana hata hana nguo za kushinda hata kutwa. Mwingine anasema ana matatizo ya afya ya akili, anaokota makopo jalalani, anakula ovyo, havai nguo. Lakini binadamu mtu sasa anaojitambua thamani yake. Kama hivyo, kwa nini umejipenda? Ina maana hiyo ni thamani ya utu. Ukushindwa kutembea kichwa wazi. Sasa na ndio maana sisi tunajiamini. Kwa sababu mmewafunga mara nyingi. Historia sio mara miaka mingi. Wewe nenda tu kwenye kumbukumbu. Ndio utakuta tu. Hawa dunda sana hawa. Kwani hawajui? Baba zao wanajua, hata watoto wadogo dunda sana, unajua? Dunda sana. Jana mzee Mungu alisema kwa milioni miaka 7 mfululizo. Haijawahi kutokea hapo. Haijawahi kutokea. Kama miaka 7 mwambie kwangu kuna 500,000 hajachukua. Labda niwasabie. Yeye asapotosha umma. Sisi tuwe kuwafunga miaka 5 mfululizo na wao wakaja kufunga miaka 5 mfululizo. Niulizeni swali. Miaka 7 haijatokea. Tuliwaanza kuwafunga miaka 5 mfululizo na kaja wao kama hata wakafunga miaka 5 mfululizo. Niulizeni swali. Hiyo miaka 7. Niweka siku. Niulizeni swali. Kama mtu swali basi mimi niwatafasirie. Katika ligi bingwa wa kwanza ni Cosmopolitan 1967. Weka vizuri hiyo rekodi yako. Sawa? Yanga Afrika kachukua miaka 5. Kaichukua vipi? 1968, 69, 70, 71, 72. Miaka mingapi hiyo? 5. Sasa hapa tutakushana na bingwa mmoja ambaye yeye aliingia sheria ya wakubwa. 73 bingwa akawa Simba. Sawa? 74 bingwa akawa Mseto Morogoro. 75 akawa na Yanga. Simba kachukua 76, 77, 78, 79, 80. 81 bingwa Pan Afrika. 82 sisi 7 imetoa wapi? 7 hiyo kakaitoa wapi? Ya kwake. Ndio maana naomba wewe uzione anahangaika na mpira, yeye anahangaika na. Sasa hao wanachama Simba na viongozi wao tuwaachie kama walivyo. Ina maana wamehangaika unaona viongozi wa Yanga lakini yeye anahangaika na futari. Sasa inawezekana nyinyi mmempa nafasi ya